Yeah, yeah. Musabe Schools. Ni ndoto, ni malezi, ni kesho ya... Yes, ni siku nyingine nzuri kabisa. Leo tumetembelea chuo kikuu cha Mtakatifu Augustine, St. Augustine, unaweza ukasema Sauti main campus hapa Mwanza. Nipo na mwalimu hapa, tumekuja na wanafunzi wengi sana. Yeye ataweza kutuambia sisi ni kina nani na tumetoka wapi na kwa nini tupo hapa. Mwalimu, karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Mwalimu Datius Mugisha Androniko. Ni mwalimu mwandamizi wa taaluma kutoka shule ya sekondari Msabe Boys au Msabe wavulana. Leo nimeona wanafunzi wengi sana Msabe Boys hapa. Mmekuja kufanya nini? Leo tumekuja hapa Msabe Boys. Wanafunzi wamekuja kufanya mtihani wa kimataifa wa lugha ya Kichina. Mtihani huo unajulikana kwa jina la HSK. HSK ni mtihani wa kimataifa wa lugha ya Kichina ambao unafanywa na wanafunzi wa nchi mbalimbali ili kuweza kumaster ile lugha ya Kichina ambayo ina manufaa kede ambayo inakuja kuwasaidia huko mbeleni. Hii ni mara ya kwanza kwa Msabe kufanya mtihani wa kimataifa wa Kichina, Msabe Boys. Kwa nini mnafanya mtihani wa Kichina? Kwa sababu sio lugha maarufu sana kwa nchi zetu za Kiafrika, hawatumii sana lugha ya Kichina. Kwa nini nyinyi mmeamua kufundisha Kichina? Ndio, asante ndugu mtangazaji. Kwanza shule yetu inafundisha lugha ya Kichina na inafundisha lugha ya Kichina katika nyanja mbili. Kwanza tunafundisha lugha ya Kichina kwa mtaala wa Tanzania, kwa maana kwa kupimwa na Baraza la Mtihani la Tanzania, lakini pia tunafundisha lugha ya Kichina kwa ajili ya kupimwa katika level ya kimataifa. Sasa kwa leo nizungumzie huu mtihani wa leo ambao ni mtihani wa ngazi ya kimataifa ambao ni HSK. Huu mtihani una level zaidi ya moja. Kuna level ya kwanza, level 1, level 2, level 3, level 4 mpaka level 5. Kwa hiyo watoto wetu tunakuwa tumepanga katika vidato. Kwa hiyo form 1 wanafanya level 1, wakifika form 2 wanafanya level 2, wakifika form 3 wanafanya level 3, wakifika form 4 wanafanya level 4. Na hizo level, kila level wanatunukiwa vyeti. Na vile vyeti ndivyo huenda kumsaidia huko mbeleni anapoelekea. Nikizungumzia kwa nini tumeamua kufundisha Kichina. Moja, mitihani hii ya HSK inawasaidia wanafunzi wa mataifa mbalimbali kwanza kuweza kupata ufadhili wa masomo au tunaita scholarship. Inajulikana, ni kawaida ukipata scholarship kwenda kusoma katika nchi ya China ni lazima utumie mwaka mmoja mzima kuweza kusoma na kuweza kumaster lugha yao. Alafu baadaye ndio utaendelea na kozi ambayo imekupeleka wewe kusoma. Kwa mfano, kama wewe umeenda kusoma udaktari ule ni miaka 5, utasoma miaka 6 kwa kuongeza mwaka mmoja kwanza wa lugha ya Kichina. Sasa kama ulikuwa ukifanya mitihani yao ambayo umefanya level zote, level ya kwanza, level ya pili, level ya 3, wewe unakuwa umeshaepukana na hiyo hadha ya kwenda kutumikia mwaka mzima ukiwa unajifunza lugha ya Kichina kule kwao. Lakini pia kitu kingine, maana yake ukijaribu kuangalia dunia tulionayo ya sasa ni dunia ya wafanyabiashara, na watoto wetu, tuna watoto wa wafanyakazi, watoto watumishi, na watoto wafanyabiashara wakubwa pia. Wazazi wengi wanatamani watoto wao kufahamu lugha mbalimbali ikiwemo lugha ya Kichina, kwa kuwa tunajua sasa hivi biashara kubwa Watanzania wana ushirikiano mkubwa sana na nchi ya China katika nyanja ya kibiashara. Kwa hiyo nakuta watoto tunafundisha lugha ya Kichina waimaster, wafanye mtihani international, waweze kutambulika ili huko baadaye waweze kuwa msaada mkubwa kwa wazazi wao, lakini pia kwa jamii. Unaweza kuchukua mfano, kuna Tanzania wengi wanafanya biashara nchini China lakini hawafahamu lugha hiyo. Kwa hiyo ukienda huko unajikuta unaingia gharama mara ya pili kuweza kupata mkalimani. Unapoenda kupurchase bidhaa zako aweze kukusaidia kwanza, unasema yeye anatafsiri. Sasa tumejaribu kuliona hilo, tumeona mbali sana ili kuweza kuwasaidia wazazi wengi wanaofanya biashara wanaweza wakasaidiwa na watoto wao kuliko kupata shida kwenda kutafuta wakalimani huko mbeleni. Lakini pia kitu kingine, lugha hii inafanya watoto wetu wapate scope kubwa sana ya kimataifa. Mtoto akishazoea, kwa mfano mtihani wa leo, wasimamizi ni wa China, mtihani umetokea China, wanasimamiwa na wa China, anapoona anakuwa anaondoa hata ule woga. Hata akienda kusoma vyuo vya nje kama Harvard na wapi, anakuwa ameshakuwa na umahiri wa kufanya mtihani ambayo ni international. Neno lako kwa wazazi ambao wanatamani kuwaleta watoto wao, wanatamani watoto wao jifunze Kichina lakini walikuwa wafahamu shule kama za Msabe zinafundisha Kichina, kwa sababu kihesabu shule ambazo Tanzania zinafundisha Kichina ni shule chache sana. Unawaambia nini wazazi ambao wapo nyumbani muda huu wanakutazama? Wazazi
wote wanaonitazama kwa muda huu, mimi niwakaribishe katika shule zetu, shule za Msabe. Tunasema Msabe Schools. Shule zetu tuna Msabe primary, nursery and primary school, tuna Msabe Boys Secondary School na Msabe Girls Secondary School, na shule zote hizi tatu zinafundisha lugha ya Kichina. Kwa hiyo unapomleta mtoto wako na unatamani aweze kujua international languages, lugha za kimataifa, atazipata hapa, alafu kwa umahiri mkubwa. Maana yake tumeenda zaidi, kama tunawafundisha watoto kapimwa na Baraza la Mtihani la Tanzania, lakini bado wanapimwa na nchi yenyewe ambayo ni China, unaona kwamba tumekwenda mbali zaidi. Kwa hiyo mzazi amlete mtoto wake, kwa kweli atafurahia sana. Itakuwa mchoyo wa shukrani kama sitokutajia au sitokuuliza kuhusu matokeo ya kidato cha 4. Yes, mazungumzo ni mengi sana kuhusu Kichina, naamini tutaendelea kutoa maelezo mbalimbali, lakini leo natamani uwaambie Watanzania matokeo ya kidato cha 4 yametoka, na Msabe Boys ni moja ya shule ambazo zilifanya mtihani huo. Hali ipoje huko kwenye matokeo ya kidato cha 4? Nikushukuru sana ndugu mtangazaji, katika hili nicheke kidogo. Ni kweli leo matokeo ya kidato cha 4 yametoka. Ni masaa nadhani sasa hivi yapata masaa mawili yaliyopita. Tumepokea taarifa hizo vizuri sana. Shule yetu imefanya vizuri sana. Tulikuwa na wanafunzi 161, wanafunzi na 160 wamepata daraja la kwanza kwa maana division 1. Ni mwanafunzi mmoja tu ambaye amepata daraja la pili, lakini naye tunamshukuru Mungu. Katika hilo kwa kweli, wazazi wanaonisikiliza, shule yetu iko mkoa wa Mwanza, ni shule inayofanya vizuri katika mkoa, katika kanda na katika taifa. Tunawakaribisha wajaribu kuitafuta Msabe, ingia mitandaoni, research Msabe. Najua utakachokutana nacho kitakufurahisha sana. Utatuletea mtoto wako na sisi tutamhudumia na tutahakikisha anapata huduma iliyo bora na anapata kile ambacho mzazi unategemea akipate kutoka shuleni. Maswali yamekuwa mengi sana baada ya wazazi kuona matokeo. Baadhi yao wanauliza vipi, nafasi za kuhamia bado zipo kwa kidato cha 3? Komenti nyingi nimeziona, na kidato cha kwanza. Katika hilo ni kweli usaili tulikuwa tumeshafunga, lakini tunaweza kukaa kama nafasi itatokea, tutatangaza na habari watazipata, wataleta watoto wao. Neno lako moja kwa wazazi ambao wanaendelea kuiamini Msabe Schools? Naambia wazidi kuleta watoto wao Msabe. Tutawahudumia, tunalea vizuri watoto kielimu, kimaadili, kidini na kinidhamu. Mtoto akija hapa hata wameshindikana kivipi, atatoka hapa akiwa amenyoka pamoja na kuwa na matokeo mazuri. Mimi nikushukuru. Msingi wao kwa pamoja twasonga, twapanda juu. Msabe Schools, fahari ya watu dola. Msabe Boys, vijana wa nidhamu, wanaume wa kesho, maarifa dhamana. Msabe Girls, mabinti imara, wanawake wa kesho, akili na heshima. Msabe Primary, chanzo cha safari.